Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nilikusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akabidhiwa tuzo ya heshima. Mkutano wa 14 wa jukwaa la utawala wa mtandao barani Afrika wahitimishwa leo. Na katika habari za kimataifa, idadi ya waliokufa kwa mafuriko Nigeria yapindukia 150. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limemtunuku tuzo ya heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua mchango wake mkubwa ambao ameutoa kwa kuhakikisha Tanzania inashiriki kwa ujumla wake katika kuleta maendeleo ndani na nje ya nchi. Josephine Kaponya kutoka Dodoma anaeleza juu ya taarifa hiyo. Hafla ya kutunuku tuzo hiyo imefanyika katika viwanja vya bunge jijini Dodoma na kuhudhuriwa na wabunge pamoja na viongozi kutoka sekta mbalimbali za serikali na binafsi. Akizungumza baada ya kukabidhiwa tuzo hiyo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa amefurahishwa na umoja wa wabunge hao kumpatia tuzo wakiwa kama wawakilishi wa wananchi kwa kutambua mchango unaofanywa na serikali yao. Inafurahisha sana kuwasikia wawakilishi wa wananchi mkitoa mrejesho na kuthibitisha kwamba kweli ndani ya kipindi hicho kazi kubwa imefanyika. Ninawashukuru kwa kutambua kwenu kwa sio tu tumeyaendeleza mema yaliyokuwepo katika awamu zilizopita, bali pia tumeweza kuboresha mema yaliyopo na kuleta mema mapya kwa ajili ya ustawi wa wananchi na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kutambua kazi njema iliyofanywa na serikali yenu. Mheshimiwa Spika, kama sote tunavyofahamu, kidole kimoja hakivunji chawa. Ni dhahiri kuwa yote yaliyoelezwa na ambayo wananchi wanaendelea kuyashuhudia kwenye maeneo yao yamechangiwa na utekelezaji wa majukumu ya kikatiba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara 63(2) ya katiba yetu ya Tanzania inayolitaka bunge kusimamia na kuishauri serikali kwa niaba ya wananchi. Awali akizungumza kabla ya kukabidhi tuzo hiyo kwa Rais, Spika wa Bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson amesema wabunge hao walitafakari. Ndugu zangu wa Tanzania, leo tunajivunia uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambao umeakisi utawala bora, weledi, uwajibikaji, uaminifu na ujumuishi. Umekuwa Mheshimiwa Rais kiongozi wa mfano katika kuimarisha mifumo ya sheria, haki za binadamu na uwazi unaozingatia usawa na maendeleo ya kila mwananchi. Kwa nafasi yetu wabunge, tumeshuhudia historia ya mafanikio na mabadiliko yaliyoleta tija na ustawi kwa jamii nzima. Wabunge nao wanaeleza kuhusu tuzo hiyo iliyotolewa kwa rais. Bunge tumeona kazi ambayo ameifanya, nchi yetu imesonga. Aliposema kazi iendelee, wote tumeona miradi mikubwa yote ambayo ilikuwa imeanzishwa na mtangulizi wake imekamilika. Daraja la Busisi, bwawa la Mwalimu Nyerere, treni ya umeme ambayo sasa imeshaingia Dodoma na bado kazi inaendelea kwenda Mwanza, kwenda Kigoma na maeneo mengine, na sisi kaskazini mpango huko unaendelea. Na umuhimu wa kumpatia tuzo. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kuonyesha umma wa Watanzania lakini na dunia. Na ufahamu pia alishapata tuzo za kimataifa. Kwa hiyo sisi kwanza tumechelewa. Wenzetu wametangulia nchi za Ulaya na wamempa hizo tuzo na kumpa heshima nyingi sana. Ni tuzo maalum ya heshima ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekabidhiwa na bunge. Nikiripoti kutoka bungeni jijini Dodoma, Josephine Kaponya, TVE. Naam, karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuanzie na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameshukuru Benki ya Maendeleo ya Afrika Kusini DBSA kwa kushiriki katika ujenzi wa reli ya kisasa SGR, mradi ambao ni muhimu kwa uchumi wa Tanzania na nchi jirani zitakazonufaika na mnyororo wa thamani wa mradi huo wa kikanda. Nasi Ibrahim
anaeleza zaidi. Dr. Nchemba ameyasema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo Bi Boitumelo Mosako kando ya mikutano ya mwaka wa bodi ya magavana wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB iliyofanyika Abidjan nchini Ivory Coast. Amesema kuwa kutokana na juhudi hizo za pamoja, maendeleo ya ujenzi yamekuwa makubwa, ambapo kipande cha kwanza Dar es Salaam hadi Makutupora kimekamilika kwa 99.63 na treni imeanza kufanya kazi rasmi Julai 2024, wakati kipande cha tatu Makutupora hadi Tabora ujenzi wake umefikia 14.53 na kipande cha 4 Tabora hadi Isaka kimefikia 6.48. Ameongeza kuwa Tanzania imefungua milango ushiriki wa sekta binafsi katika kuendesha mradi huo wa kimkakati, ikiwemo uwekezaji wa mabehewa na vichwa vya treni, na kutoa wito kwa wawekezaji kuchangamkia fursa hiyo. Katika eneo moja ambalo serikali imeweka wazi kwamba sekta binafsi na yenyewe inaweza ikashiriki, hasa maeneo ya mabehewa na kukamilisha mfumo mzima wa usafirishaji, hasa tunapoelekea kuingia kwenye usafirishaji wa mizigo pia. Lakini tuna kipengele kingine ambacho tumeshaanza kuongea na wenzetu wa Benki ya Dunia, ambacho kuwa upande wa magharibi kutoka Kaliua Mpanda kwenda Karema. Ni maeneo mengine ambayo tunaweza tukashirikiana, na tumejadiliana pia katika maeneo ya sekta zingine. Tunawaza kujiandaa mapema kwenye masuala ya uzalishaji wa nishati zaidi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa benki ya DBSA Boitumelo Mosako ameeleza kuwa milango ya ushirikiano na Tanzania iko wazi na kwamba benki yake inasubiri kukamilika kwa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 ili waweze kuangalia maeneo ya kushirikiana, huku akibainisha kuwa benki iko tayari kuwawezesha zaidi Tanzania katika kusaidia miradi ya kimkakati na kijamii kwenye sekta ya maji, afya, nishati, uchumi wa kidigitali na ujenzi wa makazi ya gharama nafuu na ujenzi wa miundombinu mbalimbali. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mkutano wa 14 wa jukwaa la utawala wa mtandao barani Afrika umehitimishwa leo, huku mataifa ya Afrika yakitakiwa kuweka nguvu katika kufanyia kazi changamoto za kikodi kwenye huduma za mawasiliano ili kuongeza idadi ya matumizi ya internet kutoka 38% ya sasa ikilinganishwa na 68% duniani. Goodluck Msola anaeleza zaidi. Mkutano huu ambao umefanyika jijini Dar es Salaam na kukutanisha viongozi mbalimbali wakiwemo mawaziri kutoka zaidi ya nchi 51 za Afrika umetoka na maazimio mbalimbali, huku mojawapo ikiwa ni kuimarisha upatikanaji wa vifaa ikiwemo simu janja ili kuongeza matumizi ya interneti, kutokana na interneti kuwa ni huduma ya lazima licha ya kuwa bado gharama. Pamoja na upatikanaji wa vifaa hivyo imekuwa changamoto miongoni mwa maeneo mengi barani Afrika, kama ambavyo mkurugenzi mkuu wa shirika la mawasiliano duniani ITU kanda wa Afrika Dr. Emmanuel Manase anavyoeleza. Ajenda ya kwanza ni kwamba internet ni huduma muhimu kama vile huduma nyingine kama maji na umeme, na internet ni huduma muhimu. Kila mtu ana haki ya kupata internet. Cha pili ni kwamba vijana wanatakiwa si tu wasikilizwe bali washirikishwe. Si tu washirikishwe bali wapewe fursa ya kuongoza, wapewe fursa ya kutatua matatizo, wapewe nafasi za uongozi na fursa za kutatua uongozi. Swala la tatu ambalo limeongelewa ni swala artificial intelligence. Inaweza ikawa game changer. Inaweza ikabadilisha mambo mengi. Kwa huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba Tanzania haibaki nyuma, Afrika haibaki nyuma, na dunia itambue kwamba kuna vipaji Afrika, kuna vijana wenye ari na kuna vijana wenye nguvu ambao wanaweza kufanya mabadiliko makubwa si tu kwa bara la Afrika lakini duniani kwa ujumla. Aidha, Dr. Manase amesema hali ya ukuaji wa teknolojia ya kidijitali kwa mataifa mengi barani Afrika imeendelea kukua siku hadi siku, huku eneo hilo likikadiriwa kuzalisha ajira milioni 230 kwa ukanda wa nchi za kusini mwa Afrika ifikapo mwaka 2030. ITU kwa mfano ripoti yetu zilizotoka wiki iliyopita, kuna ripoti mbili. Ya kwanza inaongelea swala la kodi katika huduma za mawasiliano, na ya pili inaongelea swala la impact kwenye uchumi ya mawasiliano. Vitu ambavyo tunaviona wazi ni kwamba kuna sehemu nyingi zina mawasiliano
lakini watu hawana vifaa. Na ili mtu aweze kuwasiliana, unatakiwa uwe na simu janja, hasa kwa nchi zetu ambazo watu wengi wanapata internet kupitia simu janja. Kwa Afrika mpaka sasa hivi ni 38% tu ndio wanaotumia internet. Na katika hiyo 38%, wanaume ni 42% na wanawake ni 37%. Bado ni ndogo. Katika mkutano huo, vijana mbalimbali wamepata nafasi ya kuelezea maoni yao juu ya nini kifanyike katika kuhakikisha kuwa kunakuwa na maendeleo ya kidijitali yanayoendana na matakwa ya vijana. Kati ya mapendekezo ambayo tumesubmit leo, moja ilikuwa ni ushirikishwaji wa vijana kwenye majukwaa makubwa ya kutengeneza au ya decision making, ambapo tumeona ushirikishwaji wa vijana kwenye platform kama hizo umekuwa ni mdogo sana, na hivyo sauti zao zinakuwa zinadidimizwa. Kwa leo mchango wetu ulikuwa ni kwamba vijana inabidi waingizwe na washirikishwe kwenye mikutano au majukwaa kama haya ili waweze wakachangia mawazo waliokuwa nao. Alafu pia tumeongelea kuhusu support au kutoa mentorship kwa vijana, kwa sababu imeonekana vijana wana mchango mkubwa katika kuja na startups au ideas au products mpya ambazo zingekuwa funded au wangekuwa supported, zingeweza kusaidia nchi na pia kuwasaidia vijana waweze kujikwamua kiuchumi. Katika mkutano huo pia imeelezwa kuwa kiwango cha wastani wa utumiaji wa huduma za interneti kutokana na kipato cha mtu kimekuwa ni 4% kwa bara la Afrika, huku kitakiwa kushuka hadi 2% ili kuendana na uchumi wa mtu binafsi. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Taasisi isiyo ya kiserikali inayojihusisha na masuala ya kusaidia kaya masikini mkoani Mbeya, Mercy World Organization MEWO, imetoa msaada wa mahitaji mbalimbali kwa kaya hizo, ambapo lengo ni kuhakikisha familia zinazopatikana katika kaya hizo zinapata mahitaji maalum kutimiza ndoto zao. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa Mercy World Organization, Mchungaji Daktari Tontofi Mwansongole, wakati wa ukabidhi mahitaji mbalimbali yaliyoambatana na utolewaji wa bima za afya zitakazotumika kwa mwaka 2025 kwa familia hizo. Leo tulikuwa tunawasaidia watoto wetu katika kuwapatia mahitaji yao ya majumbani, unga pamoja na maharage, lakini pamoja na bima zao kwa mwaka mzima wa 2025 ambayo tunategemea itawasaidia katika mwaka wa 2025. Na chakula huwa tunagawa kila robo mwaka kwa ajili ya kuwasaidia kupata chakula majumbani. Lengo letu sasa ni kuwasaidia kutimiza ndoto zao wanapokuwa shuleni, hasa kitaaluma. Kila mtoto tunaamini ana ndoto zake alizonazo katika maisha yake, na sisi kama shirika la MEWO tunategemea watimize ndoto zao kitaaluma. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii jiji la Mbeya Francis Singelela amewataka wazazi pamoja na walezi wa watoto hao kushirikiana na taasisi hiyo, huku mmoja wa walezi wa watoto hao amelishukuru shirika hilo kwa msaada wanaozidi kutoa. Sana mashirika mengine yangeendelea kufanya kitu kama hiki, kwa kweli tungekuwa mbali sana. Mashirika yanaisaidia serikali. Kwa hiyo uwezi mimi kushukuru sana. Nije kwa wazazi. Wazazi, watoto hawa nyinyi ndo walezi, si ndio? Na nyinyi ndo mnawalea. Sawa? Mercy World Organization ina sehemu yake ya kuwalea watoto, lakini bado wewe mzazi una sehemu yako pia ya kuwalea hawa watoto. Msiachie tu MEWO kwamba tayari wanawasupport nyinyi mkasahau majukumu yenu kwa watoto. Mzazi bado atabaki kuwa ni muhimili mkubwa wa kuwalea hawa watoto. Sana wazo walilopewa na nguvu za Mungu kwa kweli liendelee kudumu. Nashukuru sana, naona nimeisha. Wakati huo, baadhi ya watoa huduma ngazi ya jamii wameiomba taasisi hiyo iongeze kutanua wigo wa kutoa huduma hiyo katika maeneo tofauti. Uwezo wa kuwalisha watoto, lakini ile milo mitatu je, mnaipata kwa wakati? Imeonekana haiwezekani. Ikaonekana hii kampuni waongezee angalau hata mlo mmoja. Hebu tuonyeshe ushirikiano mzuri na pia tuwapende watoto tunaowalea. Kama mliweza kuwachukua mpaka hapo walipofikia kwa sasa, najua mnaweza mpaka wakafikia malengo. Nadhani tuendelee na pia tuwe na ushirikiano mzuri na MEWO pia ili tuendelee kwenda mbele zaidi. Kwa shuleni, lakini tunashukuru venye mnawafikia, japo wako wengi ambao hawajafikia kwa shuleni. Naomba kama itawezekana kwa msaada utakaotoka
wafikie baadhi ya sehemu nyingine, sio wote waliofikia. Na mitaa mingine sio, najua ni mitaa minne yenye inahudumiwa, natamani hata kata nzima. Nikiripoti kutoka mkoa wa Mbeya, ni mimi Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Singida, Joan Faith Kataraia, amesema kuwa serikali inatambua umuhimu wa wauguzi nchini, kwani 60% ya watoa huduma katika sekta ya afya ni wauguzi. Kwa undani wa taarifa hii, anao mwanahabari wetu Amini Nyaungo kutoka Singida. Kataraia ameyasema hayo katika maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani, ambapo kwa mkoa wa Singida wameadhimishwa katika manispaa ya Singida. Kumbuka kuwa serikali inatambua sana huduma za uuguzi na ukunga, ambapo 60% ya watoa huduma wote sekta ya afya ni wauguzi na wakunga, na 80% ya kazi zote za sekta hiyo hufanywa na wauguzi. Hivyo kwa kutambua mchango mkubwa wa wauguzi katika huduma za afya nchini, ndio maana serikali ipo bega kwa bega na wauguzi katika kuinua na kuboresha taaluma hii. Serikali imeendelea kuajiri wauguzi wa kada tofauti tofauti, kutoa fursa za wauguzi kujiendeleza kitaaluma, kuwawezesha kuhudhuria mafunzo na makongamano mbalimbali, pia kuongeza bajeti kwenye dawa na vifaa tiba ambavyo humwezesha muuguzi kutimiza majukumu yake kwa urahisi na ubora zaidi. Mganga mkuu wa mkoa wa Singida, Dr. Victorina Ludovic, amesema kuwa licha ya uuguzi wao pia wamefanya kazi nyingine ambazo hazipo katika tasnia yao. Wauguzi hawa unaowaona pia ni wasimamizi wakuu wa huduma hizi za afya. Wamefanya kazi kwa weledi, wametoa huduma nzuri, lakini wamefanya kazi nyingine ambazo ziko nje kabisa ya taaluma yao na zimetajwa hapa baadhi. Lakini mimi huwa siachi kuwasifia, wamesimamia mpaka ujenzi wa miundombinu tunayoiona. Kwa upande wao wauguzi wameshukuru na kuahidi kufanya kazi kwa weledi. Leo tumepokea vizuri mno. Maana inatukumbusha misingi mbalimbali, kanuni, maadili ya taaluma yetu ya uuguzi. Tunaipenda sana huduma ya kiuguzi na tuko tayari kuhakikisha afya zao zinaboreshwa. Shukuru Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu kwa kuwekea miundombinu mizuri. Kwa sasa tunafanya kazi kwa weledi, tunafanya kazi katika vitanda ambavyo hata havitumizi migongo. Maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani yanafanyika tarehe 12 mwezi wa 5 ya kila mwaka, ambapo mkoa wa Singida umeamua kuadhimisha leo kupisha shughuli nyingine zilizokuwa zinaendelea mkoani. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Shirika la ndege la Precision Air limesema litaendelea kuwa mstari wa mbele katika kuendeleza taaluma ya usafiri wa anga nchini, huku likitoa fursa sawa kwa vijana wa jinsia zote kushiriki kikamilifu katika kukuza uchumi wa nchi kupitia sekta hiyo muhimu. Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa kitengo cha uendeshaji kutoka shirika hilo, Specioza Ruemamu, wakati akizungumza kwenye mahafali ya 12 ya kituo cha mafunzo ya utoaji huduma kanda sekta ya usafiri wa anga, ambapo wanafunzi wa kike na wa kiume wamehitimu mafunzo hayo yanayotolewa na Precision Air. Ameeleza kwamba kituo cha mafunzo kimekuwa mfano wa jinsi uwekezaji katika elimu na mafunzo unaweza kubadili maisha na kuchangia maendeleo ya kijamii, huku akibainisha kuwa hadi sasa zaidi ya wanafunzi 180 wamehitimu kupitia kituo hicho tangu kuanzishwa kwake, ambapo baadhi ya miongoni mwa wahitimu wameajiriwa moja kwa moja na shirika hilo. Aidha, amefafanua kuwa wahitimu kutoka katika kituo cha mafunzo ya utoaji huduma katika usafiri wa anga hawapati fursa ya ajira Precision Air pekee, pia wanaweza kufanya kazi katika taasisi nyingine zikiwemo za umma na binafsi. Uhitaji unaendelea kuwepo. Kadiri unavyoona ndege mpya zinakuja, makampuni, mashirika mapya yanaleta ndege, uhitaji utaendelea kuwepo. Na kazi ya wahudumu wa kwenye ndege na marubani ni kazi ambazo zinasimamiwa. Kwa katika usimamizi ule tunaangaliwa muda wa kufanya kazi usipitilize muda kiasi fulani. Kwa hiyo ni lazima na ni jukumu kwamba kila mwenye kufanya uendeshaji wa ndege atapaswa kuwa na idadi fulani ya hawa watu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ajira bado ipo na zinaendelea kuwepo mpya. Umeona anga inazidi kukua kila siku, makampuni mapya yanaongezeka, ndege zinaongezeka, kwa hiyo demand ipo. Walimu wazuri tunao, materials za kukufundishia tunazo, experience ya kukufundishia tunayo.
lakini na wewe kwa upande wako kama mwanafunzi ni kuweka bidii. Nao baadhi ya wahitimu wameeleza kuwa mafunzo waliyopata yamewajengea uwezo mkubwa hasa katika masuala ya kiusalama wa abiria na wafanyakazi. Cabin crew imezoeleka kwamba watu wengi sana wanasoma wanawake au wadada. Ila cabin crew sio pekee yake wadada, kwa sababu cabin crew ni kozi ambayo inahusiana na security, usalama wa ndege, usalama wa abiria. Kwa hiyo ni kozi ambayo haichagui jinsia, sio wanawake, sio wanaume, ni jinsia zote. Ni kozi nzuri sana kwa Tanzania hapa ambayo iliyoanzishwa haina muda mrefu sana. And pia cabin crew inafanya kazi sehemu zote, sio airport peke yake, kwenye treni, kwenye meli ambazo hizi kubwa, Azam unaweza kufanya kazi kama vile cabin crew, and pia SGR unaweza kufanya kazi kama vile cabin crew. Mafunzo haya ya cabin crew ni mazuri. Kwanza tujifunze tu kuhudumia chakula, tunajifunza pia kumjali mgonjwa anapotokea tukipo safarini, tunajifunza kulinda usalama, tunajifunza kupendeza kama nilivyo, na kupendeza namna kutunza ngozi, kutunza mwili, kuwa na afya. Pia tunajifunza namna ya kuongea vizuri. Unapokuwa mbele za watu unaongeaje, unaongea na abiria, tunaongea na watu mbalimbali tunapokuwa nyumbani. Pia tunajifunza usalama wa nyumbani, zile vitu ambavyo ni hatarishi nyumbani, namna ya kuvitunza. Aidha, Precision Air inatarajia kuendelea kuwekeza kwenye utoaji elimu na mafunzo ili kuhakikisha kwamba sekta ya usafiri wa anga inakuwa kiungo muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini. Asante sana Nasi Ibrahim kwa taarifa hiyo. Madiwani wa halmashauri ya Gairo mkoani Morogoro wameiomba Wizara ya Nishati kupeleka nishati ya umeme katika vitongoji ambavyo havina umeme kwenye halmashauri hiyo, pamoja na kushughulikia matapeli wanaotapeli wananchi kwa kuwadanganya kuwafikishia huduma hiyo. Shukuru Materu ameenda taarifa zaidi. Wakizungumza katika mkutano wa baraza la madiwani wa halmashauri hiyo wameiomba serikali kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kuepukana na vishoka, ikiwa ni pamoja na kufikisha huduma hiyo kwa haraka ili kuweza kuchochea maendeleo. Ni muombe sana meneja TANESCO, hivyo vitongoji ambavyo vimepimwa muda mrefu kuanzia mwaka jana mpaka leo, basi tuweze kupatiwa nguzo. Kwa kweli watu hawa ni matapeli sana. Wamechukua mpaka na fedha za wananchi wa Rubeho kwa kutumia namba za simu. Niombe sana jeshi la polisi, mpatapo taarifa zenu mwe nafanyia kazi haraka. Nilikwenda Chanjare nikakuta changamoto hiyo ya uzo, lakini wananchi wale wa Chanjare waliwakaba sana mkandarasi, kwa sababu kawaida mkandarasi anapokuwa kwenye kijiji kuna nguzo 40 za kijiji pale. Lakini wale katika mahali wakasema 40 hatuzioni, wakahesabu nguzo moja baada ya nyingine zikawa nguzo 32. Kwa hiyo mkandarasi akawa anadaiwa nguzo zao 8 kupeleka wapi. Kwa hiyo nafikiri tuwe makini katika kusimamia wakandarasi wetu kwa ajili ya usambazaji wa huu umeme vijijini. Bado tunataka tupate mrejesho. Tulipata majibu kweli kwamba nguzo ni 515, lakini akitaka mtu haraka alipie na ambaye hana asubirie. Hasa bado tukataka majibu, tuambie tu kwamba hizi nguzo za bure hamna, zipo za kununua, ili tukawape mrejesho wananchi. Kutokana na kuwepo kwa changamoto hiyo, kaimu meneja TANESCO wilaya ya Gairo akaeleza namna ambavyo wanahakikisha maeneo yote katika wilaya hiyo yanapata nishati ya umeme. Kumekuwa na hili wimbi la watu kujitambulisha ni wafanyakazi wa TANESCO, wengine wanajitambulisha ni meneja, halafu mbaya zaidi wanawatumia viongozi wa vitongoji, sijui watendaji na madiwani, na wakisema jiorodhesheni, sijui ichangieni hela. Popote pale umuonapo mtu kama huyo, tunaomba mumkamate, mumripoti sehemu husika. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa halmashauri ya Nsimbo mkoani Katavi, Christina Bunini, amewataka maafisa lishe kushirikiana na viongozi wa idara mbalimbali, watendaji wa kata na vijiji kuhakikisha wanatoa elimu ya lishe duni ili kupambana na tatizo la udumavu kwa wananchi. Neema Hussein ana taarifa zaidi. Akizungumza wakati akifunga kikao cha kamati ya lishe kwa robo ya 3, Bunini ameagiza ushirikishwaji wa wazazi kupewa elimu kuhusu umuhimu wa uchangiaji chakula shuleni. Tunasema kwamba walimu na nini wazazi hawachangii, lakini kwenye kikao kama wapo wakipata hii elimu wataendelea kuchangia.
mkienda kutoa elimu wasiliana na maafisa PCDO, sio maafisa maendeleo, wana tekniki zao wao wanatumia, wao wamesomea namna gani ya kuhamasisha wale wananchi kuweza kushiriki kwenye masuala ya kuchangia chakula na kwenye masuala mengine pia kupitia lishe. Sasa maafisa elimu tuendelee kuhamasisha kule wakuu wa shule na walimu wakuu kwenye swala la lishe shuleni. Tusiwaachie tu watendaji wa kata, tusiwaachie tu maafisa lishe peke yao. Ndio maana ya kushirikishwa. Tunasema lishe ni koskati. Kwa ina maana watu tunapaswa kufanyaje kushirikisha. Bunini ametoa maagizo hayo baada ya takwimu kuonyesha ni 53% za utoaji wa chakula shuleni, ambapo afisa lishe amesema takwimu hizo zinatokana na mwitikio mdogo wa wazazi kuchangia chakula. Tumetembelea baadhi ya shule. Changamoto iliyopo, kuna changamoto mbili. Changamoto ya kwanza ni mwamko mdogo wa wazazi kuchangia chakula. Mathalan, shule ya msingi Sanjandugu, mimi binafsi nimeenda kwenye kikao cha wazazi. Lakini wale wazazi walikubali kutoa sado moja ya mahindi na robo kilo ya maharage kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 12. Hata tulipowasisitiza kutoa chakula angalau sado 2 kwa miezi 6 iliyobakia, maana pendekezo lilikuwa ni sado 4 za mahindi. Lakini wazazi, kamati ya wazazi ile, kwa maana ya wazazi wenye watoto wa shule ya msingi Sanjandugu, waligomea kata na wakasema wanachangia sado 1. Nao baadhi ya wajumbe na wakuu wa idara mbalimbali walioshiriki katika kikao hicho wametoa maoni yao ili kuhakikisha wanatimiza lengo la kuondokana na tatizo la udumavu. Cha msingi sana ambacho nasisitiza mimi ni ile kamati ya kutokomeza udumavu. Nadhani kuna majina wamo kwenye grupu, basi tuwe mstari wa mbele. Lakini tuendelee kumshauri afisa lishe juu ya kwenda kwenye maeneo ya kuhamasisha masuala ya lishe, asiwe anaenda peke yake, awe anahusisha wadau mbalimbali kama elimu, ustawi, maendeleo yuko vizuri hapo. Kwa pamoja tunaenda kama hao waliokataa sado 1 kutoa chakula. Afisa maendeleo yuko vizuri na ndo sekta yake na imani tutafanya vizuri. Ili inawezekana ni tuseme kwa lugha ambayo sio ya kugemba, tunaka uzembe kupita hapa. Tumezembea kidogo, tumerejea, tumelala, lakini sasa hivi tunahitaji kujipanga upya na kutekeleza ili kota ya 4 tuadresi ishu zote ambazo zinawezekana. Aidha, mkurugenzi amemwagiza mganga mkuu wa halmashauri ya Nsimbo kuhakikisha wanatenga bajeti ya kuwawezesha watoa huduma ya afya ngazi ya jamii ili kurahisisha utendaji kazi wao. Asante sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Arusha kupitia kikosi cha usalama barabarani limefanya ukaguzi maalum ya mabasi ya abiria kwa ajili ya kudhibiti ajali kutokana na uwepo ongezeko la abiria kufuatia kuanza kufungwa kwa shule. Tuungane na Nasi Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Arusha, mrakibu msaidizi wa polisi SSP Zauda Mohamed amesema wakati akizungumza na madereva katika stendi kuu ya mabasi mkoani humo, amesema msimu huu wanafunzi wengi wanasubiri kuelekea mikoani, hivyo kunasababisha kuwepo kwa ongezeko la abiria. SSP Zauda amebainisha kuwa kutokana na ongezeko hilo la abiria pamoja na magari binafsi, madereva wanapaswa kuendesha magari yao kwa tahadhari kubwa, huku akizingatia na kufuata sheria za usalama barabarani wakati wote ili kuepusha ajali. Tunaelekea katika kipindi ambacho likizo zinaanza, shule zinafungwa. Kwa hiyo abiria wanaongezeka. Wenye magari binafsi wanaongezeka barabarani. Lakini watembea kwa miguu nao wanaongezeka barabarani. Sasa wito wangu kwenu, tuendeshe kwa tahadhari, tukijua kwamba kuna makundi haya yapo barabarani. Madereva muepushe ajali ambazo ungeweza kusababisha dereva wewe au mtumiaji mwingine wa barabara. Tumeelewana? Lakini kingine, kuna ajali zile zinazosababishwa na magari yaliyoharibika barabarani. Sasa pale ambapo unapopata changamoto, dereva unapopata changamoto barabarani, chombo chako kimeharibika barabarani, kama kinaweza kutoka, kisogeze pembeni nje ya barabara. Lakini kama haiwezekani, basi weka tahadhari, alama za tahadhari, washa taa,
lakini ndo tunasisitiza sana matumizi ya viakisi mwanga, ule utepe angavu. Tunasimamia hilo ili kuhakikisha kwamba unapopata changamoto barabarani, chombo chako kiweze kuonekana ili watumiaji wengine wa barabara wasisababishe ajali. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za abiria kanda kaskazini, Godwin Mpinga, amesema baadhi ya mabasi hayatoi taarifa sahihi kuhusu safari zao, hivyo ametoa wito kwa abiria kuhakikisha pindi wanapotaka kusafiri kufika katika ofisi husika ya mabasi kwa ajili ya kupatiwa tiketi na sio sehemu nyingine ili kuepusha usumbufu. Natoa wito kwa abiria, wanapofika stendi, wewe unajua umepanga safari yako, hakikisha unaenda ofisi husika ya mabasi na kukata tiketi yako ukiwa umekata kwenye ofisi husika. Usikate tofauti ya hapo. Na ukishakata tiketi yako hakikisha umeandikiwa majina yako mawili na kwa ajili ya safari yako. Naye wakala wa mabasi Rashid Mohamed amesema katika ukaguzi huo wamepata fursa kujifunza mambo mbalimbali pamoja na kueleza changamoto zao ambazo zinawakabili, mbali na kushukuru elimu ambayo wameipata toka kwa mkuu wa usalama barabarani. Tunashukuru afande wetu, alatio wetu amekuja hapa, ametuhusia mawili matatu hususan kipindi hiki cha abiria wengi. Nadhani tumemuelewa na tumemsikiliza ipasavyo, ametupa elimu ya kutosha. Nadhani tumempa changamoto zetu na yeye ametuambia kwa kipindi hiki natakiwa tufanyeje kuhusu swala la abiria, wanaozidisha abiria. Tumemuelewa ipasavyo na tumezingatia hilo. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wanafunzi 800 kutoka vyuo mbalimbali na shule za sekondari katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani wamekutana kuadhimisha kilele cha klabu ya maadili ya kutoa hamasa juu ya elimu, virusi vya ukimwi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, huku lengo likiwa ni kuwa na jamii bora inayojitambua kimaadili na namna ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya ukimwi. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anatupa undani wa taarifa hii. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Antidius Aroisi ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya maadili ya kutoa hamasa juu ya elimu, virusi vya ukimwi pamoja na maambukizi ya virusi hivyo, ambapo wameeleza kwamba wamefanya hivyo ili kuwapa wanafunzi uelewa juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na maadili ya jamii inayowazunguka. Tumefanya hivi ili kuendeleza kupambana na dhima ambayo tulikubaliana kwamba kila mwaka lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa na tamasha la namna hii na kukutanisha wanafunzi pamoja. Tatizo kubwa ambayo imekuwa ikiwakumba wanafunzi kwa habari ya maadili ni kuwa na mambo ya mtambuka. Kwa nini nasema mambo ya mtambuka? Wanafunzi wengi wamekuwa wakitoka na mazingira tofauti huko majumbani, wanapokuja mjini wanakuja kukumbana vijana kutoka maeneo mbalimbali. Kwa wanajikuta wanaendana na mitazamo ambayo sio sahihi. Naye Ferdinand Domero, naibu mkurugenzi wa Jumuiya ya Wahudumu kwa Vijana Tanzania, amesema wanajivunia maadili ya vijana kwa sasa, kwani tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo, vyuo na shule nyingi za sekondari zimeweza kuwabadilisha vijana kwa kiasi ukilinganisha na hapo awali. Ni kweli kwamba kabla hatujaianzisha tulikuwa tunawalenga wale tu waliokuwa ndani ya chombo cha Tanzania Youth Ministries, lakini kuianzisha kwake tulikuwa tunaitikia wito wa serikali. Kipindi kile ukimwi umeshamiri sana, japokuwa bado upo, lakini tuliwajibika sasa kuitikia wito wa serikali kwamba kila taasisi ihusike katika kutoa maadili mema kwa jamii ili kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa tokea tumeanza, kwa kweli, kwanza approach yetu sisi njia kuu tunayotumia kuwaelimisha ni vijana wajiepushe na mapenzi. Nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki kwenye maadhimisho hayo, akiwemo Peter Mwakabwale kutoka chuo cha Kampala University na Mary Mihayo kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, wamesema klabu hiyo imewasaidia wanafunzi wengi kuwa na uelewa chanya juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na masuala ya maadili kwa ujumla. Toka nimejiunga na hii klabu, nilipokuwa nimeanza kidato cha kwanza, hii klabu imekuwa ni msaada mkubwa sana kuhakikisha kwamba inatushape kwenye maadili ambayo yanafaa. Sasa hivi tumekuwa na vijana wengi ambao wamekuwa wakijiposti na wanafanya mambo ambayo kawaida sio maadili ya Kitanzania. Tusaidia na ina manufaa makubwa sana kwetu sisi wanafunzi, kwa maana kumekuwa na mambo tofauti ambayo yanasababisha migogoro kwa wanafunzi na wengine kukata tamaa na kushindwa kuendelea na masomo. Lakini kupitia klabu hii imetusaidia na imetuwezesha
sisi wanafunzi wa vyuoni kuwa na elimu juu ya mambo mtambuka. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Idadi waliokufa kwa mafuriko Nigeria yapindukia 150.